Papa Leo wa 14 alisafiri katika nchi kadhaa kama jenerali wa awali wa shirika la Mtakatifu Agustino kati ya mwaka 2001 na mwaka 2013 na pia kama mwanachama wa Dayosisi ya Vatican tangu mwaka 2019. Zifuatazo ni baadhi ya nchi ambazo Papa Leo wa 14 mzaliwa wa Chicago ametembelea au ambako amekuwa na makao yake kwa sababu za kichungaji nje ya Marekani katika miongo mitatu iliyopita. Namba 1, Australia. Kama jenerali wa awali wa Agustino, Papa Leo wa 14 alitembelea Australia mwaka 2002 na mwaka 2005. Mnamo mwaka 2002 alitembelea chuo cha Villanova katika mji mkuu wa Queensland wa Brisbane. Mnamo mwaka 2005 alisafiri hadi New South Wales kutembelea washirika wake na kusherehekea misa katika parokia ya Roho Mtakatifu, ambako uchungaji wao umekabidhiwa kwa Agustino magharibi mwa Sydney. Namba 2, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnamo mwaka 2009 Papa Leo alizindua chuo kikuu cha Agustinian katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa nchi hiyo, ambapo alizungumza juu ya umuhimu wa elimu na pia alikutana na familia na jamii katika vijiji vilivyokumbwa na vita. Pia alitembelea washirika wake katika jimbo la Bas-Ulele mwaka huo huo. Namba 3, India. Papa Leo wa 14 alisafiri mara mbili hadi India mwaka 2004 na mwaka 2006. Alikuwa mkuu wa Agustino akitembelea jumuiya ya majimbo ya India, Kerala na Tamil Nadu. Mnamo mwaka 2004 alilazimisha kutawazwa kwa upadri kwa mashemasi 6 katika kanisa la Mtakatifu Francis Xavier huko Kerala, jimbo ambalo idadi kubwa ya Wakatoliki wa Kihindi wanaoshiriki kanisa la Cyril Malabari wanaishi. Namba 4, Indonesia. Mnamo mwaka 2003 Papa Leo wa 14 alisafiri hadi Papua, Indonesia kuadhimisha kumbukumbu ya agizo la Mtakatifu Agustino katika jimbo la Sorong huko Jayapura. Wakati wa kukaa huko, mkuu wa zamani wa Agustino alisikiliza masaibu ya wale wanaokabiliwa na migogoro ya silaha na machafuko ya wenyewe kwa wenyewe katika eneo la Papua. Namba 5, Kenya. Katika ziara yake ya mwaka 2024 katika taifa la Afrika, kardinali huyo wakati huo alisimamia kuwekwa wakfu kwa kanisa la Augustinian International House of Theology jijini Nairobi, akiwakumbusha wasikilizaji wake kwamba kanisa jipya limejengwa juu ya mwamba na hitaji la kila aina ya Katoliki kwa kila imani na umoja wetu. Namba 6, Nigeria. Mtandao wa Katoliki wa Nigeria uliripoti kwamba Papa Leo ametembelea nchi hiyo ya Kiafrika angalau mara 9 kati ya 2001 na mwaka 2016, akishiriki katika mikutano kadhaa huko Abuja na kwingineko. Namba 7, Peru. Papa Leo wa 14 alitumwa kwa misheni mwaka wa 1985 kama padri aliyetawazwa hivi karibuni nchini Peru. Katika miaka yote 1990 alitumikia waumini wa Katoliki katika jimbo kuu la Trujillo kama kasisi wa mahakama na kama profesa sheria za kanuni na theolojia maadili katika chuo cha seminari cha San Carlo na San Marcelo. Alibaki nchini Peru hadi mwaka 2023 alipoitwa na Papa kufanya kazi katika kanisa la Roman Curia na hatimaye kuwa kardinali. Namba 8, Ufilipino. Papa Leo amefanya ziara kadhaa nchini Ufilipino mnamo mwaka 2002, 2010 na mwaka 2012 kama jenerali wa awali wa Agustino. Katika moja ya ziara zake, Papa alitembelea kanisa kongwe zaidi nchini, Basilika ya Santo Nino huko Cebu, ambako lina makao mashuhuri ya Mtoto Yesu. Agizo la Mtakatifu Agustino linatambuliwa kuwa kundi la kwanza la misionari ambao walisaidia kwa ufanisi kuanzisha Katoliki kama dini kuu katika visiwa vya Asia. Namba 9, Korea Kusini. Waagustino katika Asia Pasifiki walisaidia kuanzisha jumuiya yao huko Korea Kusini mwaka 1985, akiwa bado kasisi aliyetawazwa hivi karibuni na missionari mchanga. Papa Leo alisafiri kwa ndege hadi taifa la Asia ingawa alikuwa likizoni, ili kuwategemeza ndugu zake walipokuwa na matatizo ya kuanzisha mission nchini humo. Namba 10, Tanzania. Papa Leo amelitembelea taifa la Afrika la Tanzania zaidi ya mara 5. Gazeti la taifa la Tanzania la Daily News liliripoti kwamba papa mpya aliyechaguliwa alisafiri sehemu kadhaa, hata kufanya safari ya barabara takriban maili 468 kutoka Songea hadi Morogoro. Tulipanda gari moja huko Songea ambalo aliliendesha mwenyewe na kwenda Morogoro, ambako alipokea viapo vya daima vya dada zetu watatu watawa Agosti 28 mwaka 2003. Askofu Stefano Musomba aliliambia gazeti la Daily News.